walitunga wimbo wakasema, twende juu Sayuni, twende juu Sayuni, twende juu Sayuni, mji wake Bwana. Twende juu Sayuni, twende juu Sayuni, twende juu Sayuni, mji wake. Tukifika imba haleluya, imba haleluya, tuimbe haleluya, furahi na Bwana. Alafu siku zile tulikuwa tunaweka na mkono kabisa hivi. Tulikuwa tunaweka na vitendo kabisa. Twende juu Sayuni, twende juu Sayuni, twende juu Sayuni, mji wake Bwana. Twendeni, twende mama, twende juu, twendeni, twende juu Sayuni, mji wake Bwana. Tukifika imba haleluya, imba haleluya, imba haleluya, furahi na Bwana. Tukifika imba haleluya, imba haleluya, tukifika imba haleluya, furahi na Bwana. Wangapi mmekumbuka kule? Kawimbo katamu sana, twendeni juu Sayuni. Haleluya. Tunaendelea na ujumbe wetu huu ambao tuna wiki ya 3 sasa, sifa za kupata wokovu. Somo hili la muhimu sana kwenye maisha yetu, kwa sababu sisi tumeokoka, tumwamini Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na tunalo tumaini. Tumaini letu ni kumuona Bwana, na tupo kwenye mangojeo. Mangojeo haya Yesu Kristo aliyetununua kwa damu ya thamani, kama ambavyo tulisoma wiki iliyopita. Yesu ambaye alitoa gharama ya kutununua, kututoa katika utumwa wa dhambi kwa kujitolea mwenyewe na kufa msalabani kwa ajili yetu. Akapaa akaenda kwa Baba. Tunamngoja anarudi tena kutuchukua. Amen. Kwa hiyo lazima tukumbushane kwamba wenyeji wetu sio hapa duniani. Wenyeji wetu ni mbinguni. Amen. Hata kama dunia hii tunaipenda kiasi gani, hata kama nchi ya Tanzania tunaipenda kiasi gani, hata kama ndugu zetu tunawapenda kiasi gani, lakini kama hawajampokea Kristo, hawajaokoka, hawajakombolewa, ni hasara tupu. Sisi tuliokombolewa tunajua hapa duniani sio kwetu. Amen. Hapa duniani sio kwetu. Sisi tunamngoja Bwana, anakuja kulinyakuwa kanisa lake. Kwa hiyo hapa ni wapitaji, tunapita tu, tunapita. Tuko kipengele namba E. Tulitoka kwenye kipengele namba D. Kipengele namba D kilikuwa kinazungumzia kwamba imani hii ya wokovu
imani ipi? Ni ile imani inayothamini, inayotambua na kuthamini damu ya Yesu, kwamba imani inayothamini damu ya Yesu ni ile imani iletayo ukombozi. Maana yake nini? Kwamba mwanadamu atambue na kuthamini kwamba damu ya Yesu ni ya thamani, ilimwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi za mwanadamu. Tuliangalia kwamba kifo chake Yesu pale msalabani ni sadaka ya ukombozi kwa ajili yetu. Kwa sisi tumeokolewa kwa neema, kwa upendeleo wa sadaka iliyomwagika pale Kalvari kwa ajili yetu. Tulisoma kitabu cha Waebrania ile sura ya 9 mstari wa 11 hadi ule wa 14, na kitabu cha Efeso ile sura ya 2 mstari ule wa 13, na kitabu cha Ufunuo sura ile ya 7 mstari wa 14 na 12 mstari ule wa 14.